Huu ndio wimbo ambao ulikuwa ukiimba katika uamsho wa OKOE ulioletwa na Mtume Ayo Joseph Babalola mwaka 1930 huko Nigeria. Katika video hii tutaongelea maisha yote ya Mtume Ayo Joseph Babalola tangu alipozaliwa mpaka alipoitwa na Mungu na uamsho alioleta mpaka siku ambayo alichukuliwa. Joseph Ayo Babalola ni nani? Babalola alizaliwa kwa namna ya ajabu na alifanya miujiza ya ajabu sana, lakini aliondoka duniani baada ya miaka 30 tu ya kumtumikia Mungu. Alikuja na Injili ya Yesu Kristo. Alihubiri neno la Mungu kwa nguvu ya ajabu sana ya Roho Mtakatifu na ameacha urithi mkubwa wa maisha ya maombi ambayo utajifunza hata leo. Naweza kusema kwamba kazi yake duniani ilikuwa ni maombi. So unaona hata leo miaka hata zaidi ya 60 imepita, lakini umaarufu wake kwa miaka hii umezidi kuwa mkubwa sana. Huyu mtume anaweza kaikwa kundi moja na mitume kama Petro au Paulo wa Agano Jipya, lakini wa Agano la Kale manabii kama Samueli au Elia. Joseph Ayo Babalola alizaliwa mwaka 1904 kwa David na Martha Talabi waliokuwa washirika wa kanisa la Anglikana. Lakini katika kuzaliwa kwake kuna vitu vya ajabu vilitokea. Kuna mambo ya ajabu yalitokea kama manne. Jambo la kwanza ni kwamba malaika wa Bwana alitangaza kuzaliwa kwake. Martha ambaye ni mama wa Joseph Babalola alijifungua mwaka 1904. Muda mchache kabla ya kujifungua, mama huyu alikuwa anaenda shambani akutana na mzee mmoja ambaye alikuwa amevaa mavazi meupe. Mzee huyu alimwambia kwamba kuwa mnyenyekevu na mtii kwa mume wako. Fanya hivyo, Mungu atakubariki mtoto wa kiume ambaye Mungu atamtumia huyo mtoto kubariki mataifa yote duniani. Jambo la pili ni kwamba mbingu na nchi zilitikisika katika siku ya kuzaliwa kwake. Na maneno haya ni kutokana na watu ambao walikuwepo siku ambayo alizaliwa. Wanasema kuwa ngurumo zilisikika, mbingu ilitikisika, lakini pia radi ilipasua kila miungu ambayo ilikuwepo katika kijiji chao. Na jambo la tatu lilitokea katika sherehe ya kupewa jina ya mtoto, kwani ni kawaida kwa kabila la Yoruba kukusanyika na kufanya sherehe katika siku ambayo mtoto anapewa jina. Katika sherehe hii Mungu aliachilia samaki na nyama kimuujiza. Wavuvi na wawindaji walioenda kuwinda kwa ajili ya sherehe hiyo walishuhudia kwamba wanyama walijisalimisha wenyewe, na samaki pia waliingia nyavuni. Waliua samaki wengi kupita kawaida na waliua wanyama wengi kupita kawaida. Na jambo la mwisho ni kwamba mtoto huyu akiwa mchanga, mama yake anasema kuwa alikuwa analia kwa sauti kali sana na kubwa sana. Kumbe hawakujua Mungu alikuwa amempa mtoto huyu kipaza sauti cha asili, ambapo baada ya kuanza kuhubiri miaka mingi baadaye aliweza kuhubiri bila kutumia maiki, na watu hata kwa umbali wa kilomita 1 walikuwa wanaweza kumsikia. Katika uamsho uliotokea mwaka 1930 kulikuwa na mahudhurio zaidi ya watu 40,000, lakini watu wote waliweza kumsikia bila kutumia kipaza sauti chochote. Matukio ya ajabu katika maisha ya Babalola yalianza Septemba 25 mwaka 1928, ambapo ghafla tu alikosa amani na kushindwa kulala, na hiyo hali iliendelea kwa siku kadhaa. Lakini alishinda kujua kabisa nini chanzo cha hiyo shida. Siku ya mwisho kabisa ambapo alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza barabara, kwani alikuwa ni dereva wa bulldozer, ghafla tu ile injini ya ile gari ilisimama, na kwa mshangao hapakuwa na shida yoyote ya kiufundi katika ile gari. Katika hali ya kuchanganyikiwa, anasema kuwa sauti ilisikika kutoka
mbinguni kama sauti ya maji mengi, ambayo ilimuita jina lake mara 3 na kumwambia kuwa atakufa kama hatakubali kumtumikia Mungu na kuanza kuhubiri. Sauti hiyo pia ilimjia tena baadaye na kumtaka afunge siku 7. Mwisho wa maombi hayo, alimwona mtu ambaye anasema ni Yesu Kristo. Mtu huyo ambaye ana mavazi yanayong'aa alimueleza juu ya kazi ambayo anatakiwa kuifanya na mateso ambayo atayapitia, lakini pia alimuonyesha ushindi ambao ataupata na ulinzi wa Mungu ambao utamfunika muda wote. Mtu huyo alimpa kengele mkononi mwake na kumwambia kuwa kwa sauti ya kengele hiyo atafukuza mapepo. Lakini pia alimpa chupa ya maji yanayoleta uzima yenye uwezo wa kuponya kila aina ya magonjwa. Siku hiyo Babalola akawa nabii, mtu mwenye uwezo wa ajabu, anaweza kufanya miujiza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwezi wa Oktoba mwaka 1928, Babalola aliingia mjini kwa namna ambayo alionekana kama ni mtu amechanganyikiwa, kwani alikuwa hajavaa mavazi, na akaanza kutabiri kwamba kuna ugonjwa utakuja, kuna ugonjwa utakuja. Askari walimkamata wakampeleka polisi, lakini baada ya muda mchache walimwachia tu. Lakini siku chache baadaye ule ugonjwa ambao alikuwa anautabiri ulitokea na watu wengi sana walikufa. Wakamtafuta yule nabii ambaye alikuwa anatabiri. Alipofika pale, aliwaombea watu na watu wote aliowaombea walipona. Hatimaye Babalola alienda Lagos kwenye moja ya makanisa ya Faith Tabernacle ambako walitambulishwa kwa baadhi ya viongozi wa makanisa hayo. Moja kati ya ibada za kawaida kabisa. Cha ajabu ni kwamba wimbi la uamsho lilipuka ghafla. Uamsho ulianza na Babalola kumfufua mtoto wa mama mmoja ambaye alifariki katika mji ule, na ule mama alitoka na kuanza kukimbia huku na kule na kutangaza kwamba kuna nabii amekuja, kuna mtumishi wa Mungu amekuja, kuna mtumishi wa Mungu amekuja. Hiyo iliwavuta watu kuja kumshuhudia huyo nabii. Inasemekana kuwa hakuna uamsho mkubwa kama ule ambao ulitokea kule. Mahudhurio yalipanda kufikia watu 40,000. Nakumbuka kuwa zamani miji ilikuwa haina watu wengi sana. Katika moja ya ibada hizo, Babalola alihubiri mbele ya watu zaidi ya 40,000 kwa zaidi ya masaa 6 bila kutumia kipaza sauti, akieleza ushuhuda wake na jinsi ambavyo Mungu alimuita. Baada ya kumaliza mahubiri hayo, alienda kuombea mto ambao kila mtu ambaye alitumia maji ya mto ule alipona. Vipofu 60 waliona, viwete 50 waliripotiwa kutembea, zaidi ya wakoma 100 waliponywa, na maelfu ya wagonjwa walipona katika wiki 3 tu za uamsho. Baadaye aliingia katika msitu ambao watu wengi walikatazwa kuingia kwa sababu iliaminika kuwa kuna roho chafu zinatawala msitu huo. Babalola na timu yake waliomba kuingia na kuomba ndani ya msitu huo, na baada ya muda mchache waliugeuza ule msitu kuwa eneo la maombi. Baada ya wananchi wa mji huo kushuhudia tukio hilo, walikubali imani yao. Imerekodiwa kuwa mmoja wa wanafunzi wa Babalola anaitwa Nabii Daniel Orekoya alifufua wafu 22 ndani ya miezi 3 tu ya ule uamsho wa mwaka 1930. Kuna stori nyingi za ajabu sana kuhusiana na maisha yake, lakini stori ambayo inasemwa sana ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutoka mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kutumia njia za kawaida. Alikuwa anaweza akawepo mahali fulani ambako ni mbali, lakini baada ya muda mchache akaonekana anahubiri sehemu fulani, kama ambavyo Filipo katika Biblia alifanya. Katika dhehebu ambalo alikuwepo, Christ Apostolic Church, wivu uliinuka kwa sababu washirika wengi walikuwa wanamfuata Babalola, lakini pia walipishana katika mambo mbalimbali ya imani, mojawapo likiwa
Babalola alikuwa haamini masuala ya kutumia dawa za hospitali. Waliposhindwa kuyatatua hayo mambo, ule uamsho uligawanyika. Dhehebu moja likawa Apostolic Church na dhehebu lingine likawa Christ Apostolic Church. Ni moja ya madhehebu makubwa sana nchini Nigeria. Pause kidogo. Kipindi hichi kimeletwa kwenu na mimi mwenyewe. Sina mdhamini yoyote kwa ajili ya episode hizi. Video zote zimedhaminiwa na mimi mwenyewe. Na kitu pekee ninachokuomba ni kusupport channel hii kwa like na kuminya subscribe button. Natumia mamia masaa na malaki ya pesa kwa ajili ya kila episode. Ni kwa sababu nimejitoa kutengeneza kitu bora ambacho ukiangalia muda wako hautopotea. Naamini kila sekunde katika video hii inakuongezea thamani katika maisha yako. Na kitu pekee ninachokuomba ni ugonge like na unipe subscribe. Kuna story ya ajabu ambayo husemwa kuhusiana na Apostle Babalola, kwamba kuna siku alienda mlimani kuomba, na alipokuwa akiomba chatu mkubwa alitambaa na kujifingirisha katika mguu wake. Aliposhtuka na kutaka kumtoa ule chatu, alisikia sauti inamwambia endelea kuomba. Babalola akaendelea kuomba, kafunika macho, akaendelea kuomba. Inasemekana kuwa baada ya kumaliza maombi yale, aligundua kuwa yule chatu amekauka na amekufa. Hivi ndivyo viwango vya maombi ambayo Babalola alikuwa anaomba. Kuna siku alikuwa na watumishi wenzake katika ibada, akawaambia, naomba tupige magoti tuombe kidogo. Baada ya kupiga magoti, yakapita masaa 2-3. Watumishi wengine wakachoka, wakaamka, wakamwacha. Babalola aliomba zaidi ya masaa 6 akiwa amepiga magoti. Siku iliyofuata watumishi wenzake wakamfuata, wakamuuliza, sasa kama maombi mafupi yanachukua masaa 6, maombi yako marefu yanachukua muda gani? Hili tukio lingine lilitokea nyumbani wakati wa chakula tu, na aliambiwa aombe chakula. Lakini baada ya kuanza kuomba, alipitiliza, alizama kwenye maombi na kuingia rohoni na kuanza kuomba kwa muda wa siku 3 bila kulala wala kupumzika. Siku nyingine pia mlimani aliomba sana kiasi kwamba magoti yake yaliweka shimo katika mwamba. Shimo hilo bado lipo katika mwamba mkubwa huko kwenye jiji la Oshun. Nyumbani kwake pia aliweka ratiba za maombi. Maombi ya kwanza alianza saa 12 asubuhi, maombi ya pili alianza saa 3 asubuhi, 6 mchana, 9 mchana, 12 jioni, na ya mwisho kabisa saa 3 usiku. Maombi haya yalihudhuriwa na kila mtu ambaye yupo katika nyumba yake, na alichukua muda kama wa dakika 20 mpaka 30 hivi. Mtoto wake anashuhudia, anasema kwamba hakuwahi kukosa maombi ya siku 40 kila mwaka ambayo alikuwa akienda mlimani na kuomba. Maombi haya alimfanya kuwa na nguvu za ajabu sana za kimungu. Kuna mji mmoja ambao alienda kuhubiri na watu walimkataa, walimfukuza. Inasema kuwa alilaani mji ule, na kwa miaka mvua haikunyesha. Baada ya muda mrefu ilibidi amuite aombe, akaomba na msamaha, akaifungua mbingu ambayo alikuwa ameifunga. Kutokana na mtoto wake wa mwisho ambaye bado yuko hai, nadhani alisema kuwa jambo pekee ambalo baba yake alikuwa akigombana na mama yake ni kwenye swala la pesa, utoaji tu, kwa sababu kila kitu ambacho alikuwa akipata alikuwa anatoa, alikuwa habaki na kitu. Kwa hiyo mke wake alikuwa anamwambia, sasa wewe ukitoa kila kitu, si tutabakiwa na nini? Alisomesha watu wengi sana katika kipindi cha uhai wake, alisaidia watu wengi sana, alitoa misaada ya kila aina. Lakini cha ajabu ni kwamba alionekana akivaa nguo moja tu katika kipindi chote cha maisha yake. Mbali hiyo ni tofauti sana kulinganisha na wahubiri wa sasa au maisha ya sasa. Mwaka 1935 alimuoa Dorcas ambaye walizaa watoto 4, lakini watoto 2 walikufa katika kipindi cha uhai wake. Joseph Ayo Babalola alilala mwaka 1959. Alifariki siku ya Jumapili ambayo aliingia katika ibada, na walipofika muda wa maombi aliwaambia washirika kwamba ameonyeshwa na Mungu kuwa kuna mti mkubwa katika dhehebu la CAC, dhehebu lao, ambao utaanguka.
na katika maandiko mti mara nyingi huwa unamaanisha mtu, lakini hakujua kuwa huo mti unaoanguka ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu waliomba. Baada ya maombi kuisha na ibada ilivyoisha, Balola alitoka na kwenda katika chumba chake cha maombi. Kuna chumba ambacho alikuwa ametengewa kwa ajili ya maombi, ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anamsumbua. Balola alikuwa ni mzima wa afya kabisa, hakuwahi kuumwa kabisa. Katika miaka yote 30 hakuwahi kuumwa kabisa. Lakini siku hiyo alipoingia katika kile chumba, alipoanza kuomba, baada ya kutoka alifia katika chumba chake cha maombi. Kweli huyu mtu alikuwa ni mtu wa maombi. Watu baada ya kufungua mlango walijaribu kumwombea na nini, lakini nabii mmoja katika wale watu alionyeshwa kuwa usimwombee, huyu mtu ameshamaliza kazi yake, yuko mbinguni. Ni ajabu kabisa kama nilivyofanya documentary ya maisha ya Moses Kulola na maisha ya mtumishi huyu yanafanana kabisa, kwani alipokufa, walipoangalia mifuko yake wakuta ana kama shilingi 10 na senti 6. Alikuwa na shilingi 10 na senti 6 mfukoni mwake pekee. Lakini alikuwa ni mtu mkubwa sana ambaye alikuwa anafahamiana na watu wakubwa. Alikuwa anapewa hela nyingi sana, anapata hela nyingi sana. Lakini hela yote ambayo alikuwa akipata alikuwa anaitoa. Hivyo katika kufa kwake, hii ndio hela ambayo alikuta. Ni kitu cha ajabu kwa mtu ambaye alikuwa mkubwa kwa kiwango hicho. Naamini kuna kitu umejifunza kikubwa. Umejifunza kitu. Kama umeipenda, usahau kulike. Lakini kama kuna mtumishi ambaye unatamani fanya documentary yake, basi unaweza kaandika jina lake hapo kwenye comment. Unajua video hii imekufundisha kitu. Mungu akubariki na kuongezea zaidi nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Amen.